kama mnavyokumbuka huko nyuma kulikuwa na kesi ya Waislamu 12 walioishitaki serikali na mamlaka zake za serikali. Walimshtaki msajili wa jumuiya Wizara ya Mambo ya Ndani, walimshtaki kabidhi wasii mkuu Rita Alimsasa General, walimshtaki mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini katika mashtaka yale wakaviunganisha vyombo viwili vya Kiislamu ambayo ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na Baraza Kuu Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Madai yao yalikuwa ni madai mbalimbali ambayo hapa leo niko na wakili msomi mwanasheria mkuu wa BAKWATA ambaye alikuwa anahudhuria kesi hizo, na hata leo alikuwepo katika hukumu ambayo imetolewa katika Mahakama Kuu. Kwa hiyo ataeleza ile hukumu ilivyotolewa ambayo ilikuwa ni kesi namba ya kikatiba namba 2763/2024. Nimeona nitoe maelezo ya awali, na tumeona tuwaite waandishi wa habari tuwape maelezo ya kueleza nini kilichokuwepo na nini kimetokea. Madhumuni makubwa ya kufanya hivi ni kuepusha upotoshaji ambao unatolewa na wenzetu. Baada ya kesi ile tu wametokea watu wakisambaza message nyingi ambazo mimi nimepata nyingi nimepigiwa simu na watu wengi ambazo zinaleta taharuki na ili kugundua nia ovu ya wale ambao wanalo jambo hili wamedhihirisha wazi, kwa sababu kesi haikuwa dhidi ya BAKWATA. Kesi ilikuwa dhidi ya serikali na vyombo mbalimbali vya serikali ambavyo ni msajili wa jumuiya, kabidhi wasii na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini ikaunganishwa BAKWATA na Baraza Kuu na jumuiya za taasisi. Lakini message inayorushwa kwenye magroup ukionyesha kwamba ni uchonganishi na upotoshaji mkubwa, ni kuonyesha BAKWATA yashindwa vibaya mahakamani. Lakini katika kesi hii BAKWATA aliunganishwa kama namba 4. Lakini washtakiwa wengi, malalamiko hayakuwa dhidi ya BAKWATA. Malalamiko yalikuwa dhidi ya vyombo vya serikali ambavyo ni msajili na kabidhi wasii mkuu Rita, kwa matendo yaliyokuwa yanafanywa na Rita na kabidhi wasii mkuu, ambayo hayo pia wao Rita pamoja na msajili walikuwa wanayafanya kwa mujibu wa sheria, na mahakama imeeleza vizuri leo jambo hilo. Sasa tumeona tuweke vizuri huu upotoshwaji ili usiendelee kuichafua jamii. Tunaona dhamira ya hawa wanaochafua jamii na kutuma message ambazo si sahihi, wana dhamira mbaya ya kuwafarakanisha Waislamu, ya kuwagombanisha Waislamu, na pengine ya kutaka kuchonganisha kati ya serikali na Waislamu, kitu ambacho Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, hicho kitu hatutakikubali wala hatutakiruhusu. Dhamira ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania kwa sasa ni kuwaweka Waislamu pamoja kwamba Waislamu wana tofauti zao wanazoziamini, wanazoziona, lakini sote sisi ni Waislamu na tunaamini katika kitabu cha Qur'ani na Sunna, lakini tunamwamini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wale waliomfuata. Sasa katika hali hii tunawaasa Waislamu wasikubali kutumika au kuwasikiliza watu wachache wenye dhamira mbovu ya kuwagawanya Waislamu kwa misingi ya maslahi yao binafsi. Na yasema haya kwa sababu tumeona yametokea na message zimeanza kutumwa kuona kwamba BAKWATA imeshindwa vibaya sana mahakamani. Hatajwi kabidhi wasii, hatajwi mwanasheria mkuu wa serikali, wala Baraza Kuu, wala hatajwi. Hukumu itaelezwa hapa namna ilivyotokea, ili sisi tuwe tunawaeleza watu waelewe nini ambacho kimetokea. Na tunawahusia hawa ambao wanafanya haya wayaache, kwa sababu huu sio wakati wa kuwagawanyisha watu.
Ni wakati wa kuwa kitu kimoja na kuzungumza pamoja na kutatua kasoro mbalimbali ambazo zipo baina yetu. Lakini pia ni wakati ambao tunatakiwa tuwe watiifu kwa viongozi wetu wakuu wa dini na viongozi wetu wakuu wa serikali chini ya serikali yetu tukufu inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpe nguvu na tumpe ishara nzuri za kwamba sisi Waislamu pamoja na mambo mengine tuko pamoja na serikali yetu na tunaiunga mkono katika yale ambayo yanaendelea. Sisi tunazidi kuviunga mkono vyombo vya serikali kama RITA, msajili wa jumuiya na taasisi, lakini tunaungana naye katika yale ambayo yanaendelea katika kuhakikisha kwamba tunafata masharti yaliyotusajili sisi kama vyombo vya kijamii.